kitu saa 7:30 tunaita tuko ofisi, tukaelezwa kuna mauaji yametokea area ya Mwanyane, na tukatoka haraka na tukaingia hapa Mwanyane. Hapa tumepata mwanamke kwa jina Susan ambaye ni mfanyikazi wa Inspire Credit, na walikuwa wameenda kazini, na tukatokea kwamba rafiki yake mwanaume alikuwa anamfuata kule kazini akiwa na nia ya mauaji, kwa sababu tayari limepata panga na visu mbili zile alikuwa amejitayarisha ili apate kufanya haya maafa. Alipata kumkata na kumuua, na wale walikuwa karibu kwa sababu ni soko hapa tuko. Ikawa ni jambo la kuhuzunisha, na kwa haraka watu wakakusanyika na wakamkamata muuaji mwenyewe. Muuaji hajajulikana mpaka sasa, tumjui. Tunadhania ni mwanafunzi katika hizo shule Sikwabo, hizo college Sikwabo, but tutajua, find out na tutamjua. Mchana nimepata habari kwamba kuna msichana amekatwa kwa panga wakati alikuwa anapanda pikipiki bodaboda eneo ya Mwanyani. Na kuja nikapata kweli msichana amelala barabarani, amekatwa upande mmoja. Kidogo kando kuna mwanaume ambaye tayari ndiye muuaji na alikuwa ashapigwa na raia hata kufikia kuuawa. Ni jambo la kusikitisha kwa sababu si kawaida hapa kwetu mambo kama haya, mauaji kama haya. Na uzuri tumeshukuru askari ambao tumewaita na wakaja haraka kwa kuokoa, lakini haikuweza. Wamepata tayari jamaa ameuliwa, na pia ni kisa ambayo imetughadhabisha sana. Na ombi langu ni kwa wanaume na walio kwenye ndoa na marafiki wanaozana, kama umeona ndoa ama urafiki uwezi, tafadhalini mwache mwenzako aende atafute maisha. Vifo kama hivi vya kukatana mapanga, vifo kama hivi vya kutakiana, vya kuombeana, kwetu hatujaona, hata kwa mila yetu sio kifo kizuri.